Now faith is substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is married to hope. Faith is not like a female name, neither is hope. By the way, kuna wasichana tunaita hope. Wasichana. Na faith. Actually, faith should be a male. Because it is the faith that fertilizes hope to receive or to get reality. Umesema mbaya? Kwa hivyo ukizaa kijana wa kiume unaweza kukuita faith. Hanga nisema ni jina ya kike. Let's connect that. Kama hujawahi kuona first and second reading zikisomwa katika New Testament, unajua tulitoka kanisa ambazo tulizoea ukisikia first reading must be from the Old Testament and the second reading must come from from the New Testament. Turn with me for the second reading in John chapter 11. Verse 1. Now a certain man was sick. This man, Lazarus, of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. Now, in this verse, it says a certain man that gives the name as Lazarus. Now, this is not the first time we are hearing the word, the name Lazarus, because there is another Lazarus that is mentioned in the Bible. And where this other Lazarus is mentioned, also is a suffering guy, ni mtu ambaye anasuffer. Na inasema ya kwamba kulikuwa na tajiri moja. Tunakumbuka sasa story. Alikuwa anakula vizuri, lakini nje ya malango yake, outside the gate, there was a man called Lazarus. But now in this case, this one is sick. And the other Lazarus was also sick because alikuwa na vidonda. Hata kama isemi ya kwamba alikuwa mgonjwa, lakini nasema ya kwamba alirambwa vidonda vyake na umbwa. Sawa? Na that's sickness. Yani alikuwa mgonjwa. I don't know why both Lazarus in the Bible, mahali ambapo wametajwa ni wagonjwa. Yet because every name in the Bible has a meaning, the name Lazarus means whom God has helped. Whom God has helped. Now, can you read that? Whom God has helped. Now, when you look at that statement, whom God has helped, I hope my secretary ameandika haraka, because that's what it means. Whom God has helped. Sawa, wachana nayo. It means, utakuja kuona ya kwamba it is in the past, present, whatever. Ni kama continuous ambapo tunapoiangalia katika hali hii, whom God has helped. Inaweza kuonekana kama vile maandiko yanavyosema ya kwamba by his stripes we were healed. Wakati nasema we were healed, sio tu kwamba alituponya wakati ule, hata sasa anaendelea kutuponya. Na inaposema maana ya Lazarus means whom God has helped. In other words, as far as God is concerned, it is settled. So we need to know vile maandiko yanavyosema mahali hapa. Because if you don't decode some of the meaning of the names, hautapata ujumbe hapa. Sasa inasema, now a certain man was sick. Now, again, when you look at that English, when you use the
word now, a certain man. You cannot just say a certain man and then you give the name. Anytime you see that statement, a certain man, mara nyingi haipeani jina. Lakini sasa hapa inaonyesha kwamba huyu jamaa ni Lazaro, kwa sababu baadaye hata ukisoma hiyo story utakuta ni Lazaro hata kama wameweka koma. Now, why have they used this kind of introduction to this man? Ni ili uweze kujua inaposema, wacha kwanza tunyamazie neno Lazarus. Anytime you see the Bible says a certain man, it means you apply your name. In other words, the name is not important, so to say. It is you to put yourself or to contextualize. You get that verse and you apply it to yourself. This is why it has used a certain man, yet it gives wale waharibu wa Kiingereza hata si wanaweza kutusaidia. Hawezi kusema a certain man kanyingi. You don't use the two. Picking the name, mentioning the name and using the word and statement a certain man. So kuna yale ambapo tunataka kuambiwa na hii na hii. And I think even the King James, can you go to King James, which is they say is near the origin. Now a certain man was sick. Look at that. It's supposed to stop there. Kwa nini sasa tuambiwe jina ya Lazarus? Ya Lazarus. Alafu naambiwa named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister. All what it means ni kwamba kuna mkazo wa hiyo jina uweze kujua maana yake. Lakini because the New Testament is written in Greek. Na wao wakiwa Wayahudi waliposikia jina Lazaro walijua inamaanisha. Kwa hivyo kama tunaweza kusema kwamba what is there in Swahili? Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Because tukashika hii ujumbe utakuwa umeisha. Tukishika hii, yani hii idojo. Na kwani kidhoruo ni Kiingereza? Idojo. It dawn in your spirit. Ikidonjo. No wonder they call it United in UK. USA. Wapi nani? By the way, sasa lazima tuanze kujifamiliarize na Kizoruo. Hapo wao wanakuja. Unajua? Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Lazaro wa Bethania. Statement ndio kwamba natafuta basi mtu mmoja. Basi nastahili kuacha hivyo. Alafu nasema Lazaro wa Bethania. Haya tufuache hapo. Kwa sababu hata Bethania bado ndaeleza. Now a certain man. Ile neno linamaanisha jina la Lazaro linamaanisha. All right. Now a certain man whom God has helped. We are in a New Testament. We have a new covenant. We are in a new covenant. Our covenant is better than Old Testament covenant. Kwa sababu sasa Yesu anaingia ndani yetu. Anakaa ndani yetu. Zamani Roho wa Mungu hata kwa manabii hawakuwa wameokoka. Roho wa Bwana alikuwa anakuja juu. That's why you read in the Bible, in the Old Testament, it says, and the Spirit of the Lord came upon so and so. Lakini sasa, in the New Testament, we don't use the Holy Spirit came upon. He's supposed to dwell inside you. Now, so, that time Akina Elijah, that time Akina Amos, any prophet, whether major or minor, the Spirit of God, they were ordinary people.
but the Spirit of the Lord would come upon them and then would prophesy. Now for you who are in a better covenant, the Spirit of the Lord dwells in you. Whether umeamka tu ama hautaanza kufanya orako ati kwa sababu umeona demons. He lives in you. Now the thing is here now, when the Bible says a certain someone like Swahili tena, basi mtu mmoja, basi huyo mtu mmoja alikuwa hawezi. Huyu mtu mmoja hawezi. Na haya Rasano wacha sasa. Huyu mtu mmoja hawezi. Alafu inakuja jina Lazaro. Haya sasa tuweke maana ya Lazaro. Sema na Kiswahili kwanza. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Mtu mmoja hawezi. Lazaro mtu ambaye Mungu amesaidia. Turudie tena. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, mtu ambaye Mungu alisaidia. What a contrast of the statement. Because you replace the meaning of Lazarus, unaweka pale. Je, hiyo inaweza kutuzungumzia ya kwamba kuna mtu mmoja, na tuiweke tu hivyo kwa sababu mtu anaweza kuwa mama ama anaweza kuwa mwanaume. Mtu mmoja na anaweza kuwa ni mwanamume ama ni mwanamke ambaye Mungu amemsaidia baada ya Lazaro wa Bethania. Na Bethania means, or Bethany means, a house of poverty. House of poverty. Nyumba ya umaskini. Leo hata nafikiri hata Kizungu atasikia vile mimi nasema. Ndio. Sasa tujaribu kubadilisha hayo maneno. Mahali ambapo Lazaro yuko, tuweke mtu ambaye Mungu alisaidia. Alafu Bethany wa nyumba ya maskini. Haya tusomee kuanzia. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Mtu mmoja ambaye yuko Deliverance Church Naivasha, akiwa mwanaume ama mwanamke ambaye Mungu amesaidia, wa nyumba ya maskini. Now look at that. Somebody God has helped. He's in the house of poverty and he's sick. Hiyo ndivyo kanisa lilivyo sasa. Tuna uwezo. Tuna yale ambayo tuna nia. Wanasemanga tuna uwezo. Tuna nia. Whatever. Lakini sasa bado tuna suffer from poverty, na yet we are sick. Now, mtu anakuwa sick, na yet na umaskini unafanya nini? Kwa sababu kuna magonjwa mengine ambao matajiri hawapati. Ndio. Kwa shiako marasmus, hata kolera inashikanga, hata kama anaweza kupatwa akiwa kwa hali, akiingia katika ile hali, lakini hali ya utajiri haina kolera. Jigas, kwa sababu ni maskini, ni shida kubwa. Mpaka mtu ametokea na organization inaitwa campaign ya Jigas. Ahadi Kenya. Ahadi Kenya is zaidi ina ahadi yake kwa sababu ya Jigas. Is sickness. Na ni mbaya. Ahadi ya hata shida zingine za upele. When you are in a house of riches, you huwezi kupata. Huwezi kupata.
Sasa huyu mtu ambaye Mungu amemsaidia, hiyo ni the same na kusema ya kwamba katika verse 2 ambapo tunasema 17 ya kwamba inasema you know by the strength of Jesus we were healed. In other words, hata kama baada hiyo iko utakuta kuona kwamba bado kanisani tutakuwa watu wanakuwa wagonjwa. So baada ya kujua hivyo, let's continue in number 2. It says this: it was that Mary which anointed the Lord. So unaona hata ni mtu ambaye anatoa. Yaani huyu ndugu ambaye Mungu amemsaidia, dada yake hata kutoa fungu la 10 anatoa kanisani. Hata wakisema parking anatoa pesa. Hata baada ya kusema kwamba tunafanya hivi bado pesa wanatoa. This lady anoint na account yake yote. Because you remember this anointing, hata kama sio hapa inamenshoniwa, when Jesus Christ was going to the table, this Mary came and anointed the feet of Jesus and wiped miguu ya Yesu na her glory, because the hair katika maandiko in Corinthians it says the hair of a woman is her glory. Is her glory. So anakuja na anatoa glory, anatoa hazina yake yote, because you remember wakati alipaka mafuta there was the treasurer Judas akasema no, we should have sold that oil tuweze kusaidia maskini. Na huyo ndipo Yesu Kristo akasema maskini. In other words, hii inamaanisha mimi siamini ya kwamba usaidie hata mtoto wa ndugu yako kama mtoto wako hujamsaidia. Hauwezi kulipia mtoto wa ndugu yako ama wa dada yako, kwa sababu maandiko inasema mpende jirani kama jinsi unavyojipenda. Unajipenda kwanza. Ukienda kwa ndege, wale ambao tumeenda na ndege, inasema ndege hii inaweza kupoteza hewa ile ambayo ina breathe huku ndani, kwa sababu watu wavutangi hewa ile wakiwa kule juu wavutangi hiyo hewa ya huko. Wanabebe yangu wana mitungi kwa ndege. Wanasema sasa wakati mwingine hizo vitu zinafeel, lakini ikifeel kuna vitu zitatoka juu. Wale ambao tumeenda na ndege unajua hivyo. Na anasema hivi, unaweka hiyo mask, lakini kama una mtu mgonjwa usimweke kwanza. Na kama kuna mtu ambaye ni mzee, munaye ama mtoto usimweke kwanza. Ufanye nini? Ujiweke kwanza. Mwambie mwanzo. All right, now we are taking off. Na kama tutapaa lazima uweze kujua kwanza kujitreat. Kwa sababu maana yake ni kwamba hata kama ni mtoto wako unapenda, ukimweka wewe ukipaint hataweza kukuweka. Inamaanisha kama ni mgonjwa umemweka na time zinaenda na mask ziliteremshwa mapema, ukijaribu kumweka yeye kwa sababu ni mgonjwa ama ni mtoto, wewe utapaint. Sasa afadhali wewe uliye na nguvu kidogo ama una nguvu uweze kujisaidia ili baadaye umsaidie huyu mwingine. It's like when wale ambao mmesoma mna vitu ambazo mnaita SWOT analysis. SWOT. That is strength, weakness, opportunity and threats. Sasa watu wanajaribu mara nyingi kutengeneza weaknesses. Lakini ukitaka kusimama vyema, because you are wired for something, you don't deal sana na weakness. Ni kujua hapa kuna weakness, lakini you try your strength. Your strength kuifanya zaidi. Kwa sababu you cannot be everybody.
Amen. So hata katika ulimwengu wa masomo kuna SWOT, and you emphasize on, unajitia moyo ama unatengeneza mahali ambapo ni pazuri zaidi. Now, this lady, maandiko yanasema kwamba yeye alitumia mafuta yake, lakini wale wakasema tungepatia maskini. Kaambia maskini tutakuwa nao. Na kitu ni kwamba akatumia the glory ambayo alikuwa nayo akapanguza. Sasa yeye naye Mungu aliyemsaidia ambaye ni Lazaro ni ndugu yake. In other words, unaweza kuwa you are wired for these two people. They are brother and sister. Unaweza kuwa una hizo strength zote ya kwamba you are given like Mary. You use your glory for the glory of Christ. It is true you are Lazarus at the same time because God has helped you. But the thing is, he was sick. And he comes from a house of poverty. Now verse number 4. When Jesus heard that he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Verse 5. Oh, Jesus loved Martha. This is now another information. Kumbuka, we are trying to as a director, Mungu kama director wa hii filo, anajaribu kupatia scenes zile, scenes vile ambazo ziko. Kwa hivyo tunaambiwa tena, hata kama iko hivyo, filo iko hivyo, this Jesus, who is God, loved Mother and her sister and Lazarus. And that can be a scenario of the church. Ya kwamba we are still loved by Jesus. Whether we know it or not, but we can be sick. We may have spent a lot of money in giving charities and even in the church. Verse number 6, they see how ambao wanatoa hivi na wanapendwa na Mungu. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Kwa hivyo where he was not even more important. Hata tuambiwe anafanya nini, but wherever he was. Unajua kuna watu ambao wananipigiaga simu, mtu akiniuliza wewe uko pastor, uko wapi? Hiyo swali linaniput off. Why should you ask me where I am first? Mimi uuliza mtu kuliko unasema nini? Anaona ni kama sikuwa nimepata hilo swali. Wewe kuna watu wanakupigia simu, uko wapi? Hata kama wewe ni mama na umeolewa na huyo mzee, usimuulize hivyo. Unaweza kuwa labda hata umeshikiwa bunduki na kuna mtu anataka kuja kutafuta mzee. Hilo sio swali la busara. Kupigia mtu simu na kumuuliza uko wapi. Kwanza sema vile unavyotaka. Akipasta uko nyumbani ama uko ofisini? I'm not in either. What are you saying? Nija muulizangu hivyo. Mwambie hata kama ni mke wako usiniulize hilo swali kwanza. Sema ni nini unataka. Alafu nitakwambia basi niko ofisini njoo. Ama niko nyumbani njoo. Ama niko barabarani. Sasa inasema he was wherever he was. So it is not important where he was. Verse 7. Then after this, he said to the disciple, let us go to Judea again. Because he was there, that's why the word again. Na hiyo again itatuonyesha ni kwa nini imewekwa pale. Continue. The disciples said to him, Rabbi, lately the disciples sought to stone you. That's why the word again was used there. And are you going there again? And verse number 9 says, Jesus answered, are there not 12 hours in the day?
if anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. Verse number 10. But let's go now to verse number 24. Mother said to him, I know that he will arise again in the resurrection at the last day. Verse 25. Jesus said, I am. Now when you read that word, I am, it takes us to John 15. You will not go to John 15. But John 15, during inazungumza the 5 I ams. It's only Christ who is supposed to use I am. Remember when he says I am, tena inatupeleka Old Testament, wakati Mungu anaulizwa na Musa, if I go to Pharaoh, whom am I going to say has sent me? And he said, go and tell them, or tell Pharaoh, I am, send me to you. But that has a different meaning. That means you should receive the preacher, you should receive the God of the preacher. Because if you challenge me here, and you tell me, who has given you authority? Who has sent me to you? And who has sent you to us? Who told you that we should build there? Then I will say, I am. Send me to you. In other words, he lives in me. If you don't see me, you cannot see him. Amen. 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 So Jesus said, I am. That wakati anaposema hivyo, Wayahudi wanakumbuka Musa aliyewatoa, anasema ni I am has sent me to you. Now that is the present continuous tense. I am the resurrection. Now wakati tunaichukua hiyo I am, na hiyo ni Kiingereza gani? Si wale ambao wamefanya Kiingereza mnaweza kusaidia. That is not in the past tense. That is not in the future. That is in present continuous tense. In other words, now, after 1 hour I am. After 2 hours I am. Even yesterday I was. No, I am. You see, because tumefundishwa Kiingereza, unaposema yesterday, you have to put was. But even yesterday, he is. And this is why he said in the New Testament, in Hebrews chapter 13 verse 8, he is the same yesterday, today and forever. So wakati sasa, huyu mwanamke anasema, kama ungekuwa hapa ndugu yangu angepona. Akasema, no, I am. In other words, even when he was dying, I am. My name is I am. Hata sasa ambapo nimekuja